mtazamaji wetu wa Ufunuo Studio na Christ Our Standard. Tumetamka vizuri. Yeah, Christ Our Standard Agape Ministry. In fact, kuna Christ Our Standard ya mtu ambaye simjui ni nani. But kuna Christ Our Standard Agape Ministry. Okay. Kwa hiyo msikilizaji, kuna Christ Our Standard lakini na ziko mbili, lakini hii ambayo tunatumia kurusha mahubiri inaitwa Christ Our Standard Agape Ministry. Ni kitu kama hicho. Yeah, kwa hiyo lazima upate jina Agape Ministries. Okay. Na itakuwa na nembo ya malaika watatu ambao wanaleta ujumbe wa malaika watatu. Sawa. Ni rahisi. Nyingine zaidi ya hiyo ni Sabato. Na channel nyingine ambayo tunarusha mahubiri haya ya mjadala wetu hapo wa tabia ya Mungu ni Ufunuo Studio. Tunayo furaha kuwa pamoja na wewe na tungependa kuzidi kukukaribisha kwamba uendelee kuwa pamoja nasi. Leo ni siku ya 11 tukiwa tunaendelea kuletea mjadala huu wa tabia ya Mungu. Tulikuwa tunashughulika kwanza kuweka msingi ili kusudi tuweze kuja kupanda ukuta mrefu huu wa kuchungulia ni nani yuko nyuma ya matukio mengi ambayo tumeyaweka na kuyavisha kwa Mungu. Unaona? Kwa hiyo tutaingia kwenye na misemo ya Biblia na hau Biblia inavyotumia, alafu tutawaona kanuni moja inaitwa kanuni ya kioo. Baada ya hapo tutakwenda pale ambapo watu wengi wanapata sana. Maana ambapo watu wao wanaongojea ni hapo tu, na hii inafanya watu wengi wasielewe huko kwenye kanuni, kwa sababu wakati unafundisha kanuni mtu anaona kwamba unaleta vitu ambavyo yeye sio shida yao. Mtu yuko kwenye semina, mmeshafika wapi? Mtu anawaambia tuko tunajifunza hapa, kunaona kanuni ya kioo na nini. Amefika pale kwenye hukumu ya mwisho. Bado hapa tujana huko wanazunguka hao, awaambia habari za Sodoma, habari za Galika, awaambia hukumu ya mwisho. Sasa hivyo ndivyo watu wanataka. Lakini ukweli ni kwamba hauwezi kuelewa hicho kitu hata kama ungefika ukaelezwa kama hujapata kanuni nayo ya kuisoma Biblia. Katika siku ya leo tutakwenda kukita hapo mizizi kuangalia mambo ya msingi na kanuni mbili za mwisho zilizobaki. Baada ya hapo tutakwenda kwenye visa vile ambavyo tumesema ambavyo watu wengi wanavipenda sana. Kuangalia kesi za vita vya wana wa Israeli, tuone habari za kina Sauli, habari za kina Kora, tuone habari za Galika, tuone habari za nini tutaweza kufika. Nafikiri itategemea na muda, lakini nawaza kwamba tutatumia tu muda mfupi kuangalia baadhi tu na ambayo itatupatia ufunguo wa kuendelea na majifunzo manyumbani. Ni sawa. Sasa bila kupoteza muda mwingi zaidi, mimi nikualike tuendelee na msikilizaji wetu. Naomba tupate ombi tunapoingia katika majifunzo. Baba, tunakushukuru kwa maana ya kutupa nafasi ya kuweza kujifunza. Zungumza nazi na tuongoze, tuombe kwa Kristo ni Bwana mwombezi wetu. Amen. Kuna vitu ambavyo mwanzo kabisa vinakuwa ni wazi kwamba inakaa kama kuna contradiction ya uelewa ambao tunaufikia na maandiko yalivyoandikwa. Kwa mfano, tumeangalia hasira, tukapata ya kwamba tukikuwa waaminifu katika jumla za maandiko yanayozungumzia hasira ya Mungu au kuwa na hasira, tukafika katika hatima ya kwamba hasira ambayo basi Mungu anatuambia tuwe nao haiwezi kuwa ni hasira tunavyoelewa. Sasa mtu anajiuliza, mbona basi kaandiko muwe na hasira? Tukapata ya kwamba utume wa Kristo lengo lake lilikuwa ni kudhihirisha tabia ya Mungu, na Mungu hakuhitaji alipwe gharama yoyote, ila maandiko yanatuambia ya kwamba Kristo amelipa bei, damu ya Kristo ilimwagwa. Sasa hayo yote mbona yatumiwe lugha kama hiyo kwenye maandiko? So nikafikiri jambo nzuri la kufanya ni kuanza katika kipengele kile cha kwanza kabisa ya lesoni tulizozungumzia kuhusu amri ya Mungu.
tukapata kwamba amri ya Mungu ikiwa ndani ya Kristo ni uzima na wala si kitu kingine, bali ni kanuni ya nini? Kanuni ya uzima. Bali amri inapokuwa nje ya Kristo na nje ya mtu ama nje ya nafsi iliyo hai, hata kwenye tuseme kwamba amri ya Mungu inapokuwa nje ya kitu kilicho hai. Kwa mfano, unaweza kuwa umeandika sentensi kuhusu amri ya vegetables ama familia ya mboga ama familia ya mimea, ukaandika sheria zinazohusu mimea fulani. Zile kanuni ambazo umeziandika pale kwenye daftari ya biolojia ama ya science haiwezi leta uzima kwenye mmea unaopanda shambani. Ila kanuni ile inapokuwa ndani ya ule mmea ndipo inakuwa ni uzima. Tunaelewa pale? Tukasema ya kwamba amri ya Mungu inapotolewa alafu imenakiliwa kwenye mbao ama kwenye maandishi ya Musa, haina uzima wowote ndani. Naomba tufike pale turudie fungu hilo. Baada ya hapo tunaona jinsi ambavyo tunaweza kuunganisha. Kitabu cha Wagalatia 3:21 inasema namna gani? Tatu 21 Wagalatia. Basi je, Torati haipatani na ahadi za Mungu? Hasha! Kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Kwa hiyo kwa kifupi anachokisema ni kwamba sheria iliyotolewa haikuleta uzima. Uhai. Sawa? Kwa hivyo kumaanisha sheria iliyotolewa basi ileta kitu gani? Ni mauti tu, hukumu. Ni hukumu. Sasa hiyo ndiyo ambayo inazungumziwa kwenye kitabu cha Wakorintho. Kimbia kitabu cha Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho wa pili 3 ni mlango ambao ni mzuri na ni wa uzito sana katika majifunzo ya kuhusu tabia ya Mungu. Pale utapata kwamba kuna huduma mbili zinazokuwa zinalinganishwa kando, yani side by side. Fungu la ngapi? Kwanza tu mstari wa kwanza, atasoma yote kwanza. Nataka kupeana muhtasari. Nitakuwa ni rahisi kwa yule ambaye anakufuatilia. Msomaji, ungechukua muda mzuri uangalie kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi 18. Pale utapata kwamba kuna mazungumzo yanayoendelea kupitia mtumishi Paulo mahali ambapo analinganisha na kutofautisha huduma mbili. Huduma moja ambayo inaitwa ni ministry ya kifo, huduma ya kifo, na nyingine inaitwa ni ministry ya utukufu ambayo inadumu milele, ambayo ni huduma ya uhuru. Sasa huduma hizi mbili zinazozungumziwa hapa, moja inakuwa ni ile ambayo Musa anawakilisha kuwa amevaa taji kwenye uso wake, alafu huduma nyingine ni huduma ya roho ambayo inawakilisha kwamba Kristo ndiye anayekuja kuidhihirisha na kuondoa utaji ule uliokuwa kwenye uso wa Musa. Sasa huduma ile na kile ambacho ile sheria ilikuwa inawakilisha, huduma hiyo yote haingeweza kuletea mtu nini? Uzima. Kile ambacho ingemletea ni kitu kimoja tu ambacho ni nini? Hukumu. Ni hukumu. Naomba tukomee pale, maana siko katika mazungumzo hayo. Sasa hiyo inakuwa wazi. Lengo la Mungu kutoa amri kwa wana wa Israeli ilikuwa ni wapata uzima kupitia sheria iliyo kwenye mbao, au ikuwa ndio kusudi lake. Kama mtu atakuwa amefuatilia mazungumzo utagundua ya kwamba haiwezekani kama Mungu kwenye akili timamu, ambaye ni Mungu mwenye busara, akatoa kitu ambacho anajua hakiwezi toa nini? Uzima, kwa lengo la kwamba ipe watu nini? Uzima. Kwa hivyo lengo la Mungu kutamka orodha ile haikuwa ya kwamba wapate uzima na utakatifu kupitia nini? Kauli zilizokuwa zimetamkwa pale. Kwa maana haiwezekani. Sawa? Ila yale aliyokuwa yanazungumziwa katika orodha ile ni yanaowakilisha utakatifu, bali hayawezi fikisha utakatifu kwa mtu binafsi. Tulisema ya kwamba orodha ya utakatifu ambayo imeandikwa katika amri 10 haiwezi toka kwenye mbao kwa ukuta ikaja kaandika amri ile na uzima ule ndani ya moyo wa mtu. Sawa? Kwa kusudio sasa la Mungu kutoa ile orodha ni kwa sababu wana wa Israeli wamepoteza ufahamu wa hali yao halisi na utakatifu wa Mungu, tofauti na hadhi ya maisha ya kipagani. Ndiposa wajue utakatifu wa Mungu na wajue udhaifu walio nao. Mungu akawapa kitu ambacho kitawasaidia kujua hali yao halisi, na ndiposa baadaye wajue kimo cha utakatifu ambao Mungu anahitaji
wafikie. Kwa hiyo nasema ya kwamba alichowapa ni kitu gani? Ni kioo. Sawa? Kwa kile ambacho Mungu anafanya kitabu cha Kutoka 20 pale, kwanza lengo lake lilikuwa sio kwamba awapatie amri ambazo zitakuja kuwadhihirishia udhaifu wao na kuwaletea hisia za hukumu na hisia za kifo. Yeye alitamani ya kwamba awaingishe katika ile ahadi ya Abrahamu ama agano la Abrahamu ambalo lilikuwa tayari lishatolewa kwa Abrahamu ahadi ile. Kwa hivyo wao walikuwa wanafaa wapokee amri hizi za Mungu ndani ya maisha yao na wala si kwenye nini? Kwenye mbao. Ila kwa sababu ya ugumu wa wanadamu na matendo ambayo tumekuwa nao tangu mwanzo kutoka kwenye baba yetu, tunatamani tujitendee matendo yetu wenyewe. Wakaanzisha mchakato ambao tunaita nini? Agano la nini? Agano la Kale. Ambalo kwenye agano la Kale hamna uzima. Tumejifunza hiyo sijui kama kwenye vipindi vingine. Sio hivi, lakini katika majifunzo madarasa mengi kwamba agano la Kale haina uzima ndani yake. But point ya msingi ni kwamba Mungu anapowaruhusu waingie katika mchakato huu wa agano la Kale ni kwamba wanapoendelea wafike pahali ambapo watajiona udhaifu wao, waone hali yao, ndiposa wawe na haja na wawe tayari kupokea msaada wa nani? Msaada wa Mungu. Sasa tukishaunganisha basi hapo introduction hiyo imeshamaliza kipengele cha kwanza cha kuzungumzia kanuni ya kioo. Yaani vile ambavyo nimezunguka hapo nimeintroduce kanuni ya kioo. Sawa? Lengo la kanuni ya kioo. Na kanuni ya kioo inafanya kazi namna gani? Kilichosalia hapa sasa ni kujaza mafungu na kuweka msingi huu uingie imara katika akili zetu tunapojifunza. Sawa? Tuangalie kitabu kinachoitwa ni James. Kitabu cha James. Yakobo 1. Yakobo 1. Tunaomba tusome mstari wa 24. Anasema maana hujiangalia kisha anza 23. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Sasa kuna wakati ambapo neno la Mungu linakuwa kioo. Ni wakati gani neno la Mungu linakuwa kioo? Ni wakati ambapo lile neno haliwezi kuwa la msaada wa kukubadilisha bali wa kukujulisha ulivyo. Sawa? Sawa. Nao ijapokuwa kukujulisha hali ulio nao ni hatua nzuri. Kwa nini? Daktari ndio akuwe wa manufaa na wa faida kwa mgonjwa, anafaa anze wapi? Kupima. Kwa hivyo hatua hiyo sio kwamba ni bure. Ni hatua muhimu hasa katika muktadha wa uponyaji. Sasa mpango wote wa wokovu ni kuponya binadamu, sio? Kwa hivyo binadamu hawezi ponywa hadi wakati ambapo atakuja kudhihirishiwa na afahamu hali yake halisi, ndiposa atafute nini? Tiba. Tumepata? Okay, kwa hivyo neno la Mungu kwa mtu ambaye hatendi yaliyoandikwa pale inakuwa ni nini? Inakuwa ni kioo. Sawa? Sasa, kwa hiyo inamaanisha ukisoma maandiko wakati ambapo unasoma na yale unayoyasema pale hayapo ndani ya maisha yako, lile neno limekuwa mbele yako kudhihirishia udhaifu ulio nao, ila pia kukuelekeza kwamba unafaa uwe kwenye kimo gani. Sawa? Kwa hivyo kwa kifupi neno la Mungu linaweza kuwa nini? Kioo. Sasa ukiweka kioo mbele ya mtu, nani atakayeonekana ndani ya kioo pale? Yule aliyewekewa kioo. Yule aliye mbele ya kioo. Sasa ikiwa yule aliye mbele ya kioo hapendi sura ambayo anaiona pale kwenye kioo, atasemaje? Inategemea na akili ya huyo mtu. Kama yuko timamu atasema kwamba wani nakaa aje. Aende afanye nini? Atafute mabadiliko. Ila kioo chenyewe hakiwezi mbadilisha. Sawa? Mwenda wazimu ataanza kushangaa naye huyu nani? Sawa? Wengi zaidi kile wanachokifanya, ile picha iliyo pale ninavyoangalia kwa mfano kwenye picha pale kwenye kamera pale, nikiangalia sasa nguo hii nyeupe inakaa namna gani? Huyu naye anavaa aje? Sitakubali mimi ndio baa nimevaa nguo hiyo. Nasema sasa huyu amevaa nguo gani? Unaelewa? Hiyo ndio tunaoita ya kwamba nitaanza kuproject hali yangu kwa mtu mwingine ndiposa nami nihisi niwe salama. Okay. Naona kama una jambo. Nilikuwa nataka kusemea kwamba kwa mfano wanyama nimeona kama na ndege kama kuku na wanyama kama mbwa.
ikitokea yuko ghafla mbele ya kioo huwa anashituka na akijitahidi kuwa pale kwanza anaanza kubweka, anaanza kubwekea na bwekea nani? Anabwekea yeye mwenyewe mle ndani, anaanza kuona tena yani akubaliani na hali yake. Jamani, tusije tukawa kama wanyama. Nafikiri wakati mwingi tumekuwa hivyo kama wanadamu. Ila baada ya hapo nafikiri anaendelea mstari wa 23 sasa, anasema namna gani? Kitabu cha James 1:20. Mstari wa 23 anasema hivi. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu. Hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Sawa. Sasa kwa Kiingereza inasema ya kwamba a man beholding his natural face in a glass. So glass, kioo unachoweza kusimama mbele ukajiangalia, kwa kifupi ndio tunaita na kitu gani? Glass. Ndio tunaita kioo. Na usome 25. Okay, 25. Inasema lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Asante. Kwa hivyo kile ambacho tunachokipata hapa ni kwamba imekuwa wazi ya kwamba pia sheria ya Mungu inakuwa nini? Sheria ya Mungu inakuwa kioo. Sasa kioo, kazi ya kioo ni kukudhihirishia hali ulio nayo. Sio? Ila ukishajua hali ulio nayo, kioo itakusaidia. Ila kukuokoa haiwezi kuchafu ulio katika jino lako. Yeah. Sio? Kwa hivyo ni uenda wazimu kupasua kioo. Ni wakati fulani nilikuwa nasoma na kitabu, mwandishi akawa anaeleza kwamba mara nyingi sisi tunakuwa tunagombana na picha zilizo ndani yetu sisi wenyewe ambazo ndio sisi tuna project kwenye mazingira. Okay. Kwa hiyo kipengele cha muhimu hapa ni kwamba kioo, naomba nisaidie hicho kioo ambacho kiko hapa. Na hicho kitu ambacho unacho. Naomba tusaidie katika darasa hili. Tumishi. So kwa hiyo tumesema ndugu ya kwamba neno la Mungu na sheria yake wakati mwingi huwa ni kioo. Na sura ambayo nitakuwa ninaiona kwenye kioo ambacho kipo mbele yangu, wakati mwingi haitakuwa ni sura ambayo nitakaoifurahia. Kwa hiyo kile ambacho tumefanya kama wanadamu wakati mwingi ni kwamba tumeanza kuleta mgogoro na kupambana kuondoa kioo kilichokuwa mbele yetu. Ila kufanya hivyo haitaleta suluhisho lolote katika hali halisi uliyokuwa umeiona ndani ya kioo. Utahisi kwa wakati uliopo na kwa wakati mfupi kwamba mambo yako shwari, kwa maana yake ushaondoa kilichokuwa ni ukumbusho wa hali yako, lakini hautakuwa umeondoa hali halisi. Kwa hiyo ndiposa then kuleta mgogoro katika maisha ya Mkristo ya kwamba kanuni za Mungu na sheria zake hazifai, ni kama tu mtu anayepasua kioo ila bila kuleta suluhisho lolote kuhusu hali halisi. Kwa hiyo nafikiri kwamba theolojia ya kwamba amri za Mungu zimeondolewa ni theolojia ambayo haimo katika mpango mkamilifu wa uponyaji wa mwanadamu. Sasa tunapozungumza hivyo, ndio ninafahamu kuna amri zilizokuwa zinahusu mambo ya mauaji, vitu kama hivyo tutazizungumzia baadaye. Ila kwa sasa mtu aliye na busara nzuri ni yule ambaye anapoangalia kwenye kioo, anachukua nafasi ya kuangalia kwenye kioo na anaanza kuchukua hatua ya mbadala ya kutafuta suluhisho kwa kile alichokiona pale. Ila kioo chenyewe hakitaweza kukusaidia. Ndiposa Paulo akasema ya kwamba, je, amri ya Mungu ni kinyume na ahadi za Mungu? Anasema hapana. Kwa nini? Tunajua vizuri kwenye kitabu cha Warumi 7:7 anasema ya kwamba isingekuwa ni amri hii, singeweza kujua kuzini ni mbaya. Kwa maana nyingine, amri ndio iliyoweza kumdhihirishia hali halisi aliyokuwa nayo
na akajua hali hiyo haifai. So baada ya kuweza kusema hivyo, ningelipenda tuweze kuingia sasa katika mjadala wa sheria ya Mungu kama kioo. Na wala si sheria ya Mungu kama kioo, bali sasa kioo kwenye ujumla kwenye maandiko. Tunaweza pata mifano mahali ambapo wazi kabisa unaweza sema ya kwamba kinachofanyika hapa ni kitendo cha kioo. Naomba tuweze kuanza na ule mstari unaopatikana kwenye kitabu cha Yohana 13 mstari wa 27. Nasoma kwenye kitabu cha Kiingereza kwenye King James Version. Nasema ya kwamba, and after the soup Satan entered into him, then said Jesus unto him, that thou doest, do quickly. Baada ya kuweka mkono wake kwenye divai, tunaambia kwamba shetani akamwingia Judas. Na baada ya hapo tunaambia kwamba na alipomwingia Judas, Kristo akamwambia, kile ambacho unataka kukifanya fanya upesi. Sasa sentensi hii, unajua, kwa mara nyingi nafikiri tunaelewa of course kinachofanyika pale, ila hapa ndipo tunapata kipengele cha muhimu kuhusu kanuni ya kioo. Na kipengele hicho kinasema ya kwamba hapa matamshi ya Kristo yanakaa amri au ni amri. Na amri inasema ya kwamba, that thou doest, do quickly. Naomba nijaribu kusoma kwenye lugha ya Kiswahili hapa. Kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana 13:29. Inasema hivi, kwa maana Yohana 13, Yohana Mtakatifu 13:27. Na baada ya hilo tonge, of course Kristo ndiye aliyempa tonge, nafikiri sio? Basi Yesu 26, basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakaye mtowelea tonge na kumpa. Akatolea tonge, akalitoa, akampa Yuda mwana wa Simon Iskarioti. Kwa hivyo Kristo akachukua tonge akampa Yuda. Na mlio mstari wa 27, na baada ya ile tonge shetani akamwingia. Sasa hapa kuna vitu vinafanyika hapa. Huyu shetani anamuingia kwa maana Kristo amempatia tonge, ama huyu shetani anadhihirishwa baada ya tonge kuwa nini? Nimepewa, ama Yuda amepokea tonge. Sasa hakuna ushirika kati ya Kristo na shetani. Kitabu cha Wakorintho kinatuambia kwamba hamna ushirika kati ya nuru na giza, kati ya Baali na Kristo. Bali hapa tunapata Kristo kwa kumpa Yuda tonge, na kwenye matamshi aliyoyasema Yuda ndani ya moyo wake alijua kabisa ya kwamba Kristo ashajua kile kinachoendelea ndani ya mawazo yake. Na alishuhudia kwamba nimeshajulikana nachokipanga. Kwa hivyo akaruhusu mwenyewe shetani atawale mawazo yake badala ya kupokea na kuona upendo wa Kristo kwake. Kwa hivyo lile wazo lilokuwa nalo katika mawazo ya kwamba anataka kumtoa Kristo msaliti, akaweza kufanya uamuzi kwamba ataenda mbele na atamsaliti Kristo. Kwa hivyo akafanya uamuzi kwenye mawazo. Sasa Kristo ana uwezo wa kujua mawazo ya mwanadamu. Maandiko yanatuambia ya kwamba maneno yetu yalipokuwa mbali hata kabla hatujatamka yalikuwa wazi mbele ya Baba. Kwa hivyo hamna neno lolote ambalo lipo ndani ya akili ya binadamu ambalo Mungu alijui. Kwa hiyo anaposema hivi, basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Sasa sentensi hiyo ni amri, sio amri unapoisikia msomaji wangu au msikilizaji wangu. Yoyote utendayo, naomba nisoma. Anasema hivi, uyatendayo yatende upesi. Sasa ikiwa unaosha vyombo, alafu mtu aje akakwambia uyatendayo yatende upesi, anakuamrisha anakuamrisha. Kwa hivyo nani aliyemwamrisha Petro, Judas aende usiku huo masaa hayo aende watafute viongozi wa Israeli wakuje kumchukua Kristo? Kulingana na sentensi hiyo
ni Yesu mwenyewe. Ila tunajua anaoyatenda nani aliyemwambia yatende? Naambia kwamba ni shetani alimuingia. Sasa Kristo anaingiaje katika kuamuru mtu atende kitendo cha shetani? Wani wana ushirika gani? Kinachofanyika hapo ni kwamba Kristo amri anayoitoa sio amri ya kuleta wazo kwa Yuda atende kitu ambacho hajakiamua. Ni amri anayoitoa kudhihirisha kile ambacho kipo ndani ya moyo tayari. Kwa maana nyingine, whether angesema maneno hayo au angeyasema, bado Yuda angefanya nini? Angeenda mbele akitoa Kristo, bado angeyatenda. Na unajua kabisa kwamba wengine waliokuwepo hapo hata hawakufahamu kile ambacho alichokuwa nakizungumza. Kwa kifupi unapata kanuni ya kioo hapo. Baada ya hapo naweza kusema kipengele cha muhimu katika kanuni ya kioo ni kwamba kanuni ya kioo, wakati ambapo Kristo au Mungu anapoitumia, sio kumsaidia kujua kile ambacho hajui kwenye moyo wa mpokea kioo, bali ni kudhihirisha anachojua ndani ya moyo wa yule ambaye amemwekea kioo mbele yake. Ndiposa kilicho ndani kidhihirike, apate suluhisho. Na suluhisho inapatikana kwa yule ambaye amemwekea kioo mbele yake. Ni kama daktari ambaye anatoa damu kuipeleka katika maabara, akapime, akawekea mgonjwa kwenye meza, matokeo kwamba hii ndiyo hali yako. Kile kinachomfanya atende hivyo ni kwa maana hawezi mpatia mgonjwa vidonge bila kumdhibitishia ya kwamba uko una ugonjwa huu. Kwa hivyo ndiposa Kristo anatenda kitendo cha kutoa kauli kwamba utendayo fanya kitu gani? Fanya upesi. Ila sio kwamba ana haja ya kujua kitu fulani ambacho kipo ndani ya moyo wa Judas ambao akifahamu. Kwenye kipengele hicho naomba tuende mbele tena kidogo. Kauli nyingine ambayo inakuwa kioo ni kitabu cha Yohana 5:35. Yohana 5:35. Inasema hivi nikisoma: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Sasa jinsi ambavyo Kiswahili imeweza kutafsiri sentensi hii, sijui huwa mnaielewa vipi kwenye lugha ya Kiswahili. Anachosema ni kwamba waache kutafuta maandiko, anasema wafanye nini? Anawadhihaki, anasema kitu gani? Na Kiingereza inakuwa ni wazi zaidi wakati ambapo unaelewa Kiingereza, kwa sababu Kiingereza itakuwa kana kwamba ni sentensi iliyo katika panda mbili, ama iliyo katika njia panda, I think so. Kwa maana kwamba unaweza itafsiri hivi, unaweza itafsiri hivi, kwa kutegemea unavyotaka kuielewa. Kwa mfano, inasema ya kwamba search the scriptures, full stop. Sasa msikilizaji, hapo unapoambiwa search the scriptures, unaambiwa amri, unaambiwa request. That's not a request, that's a command. Anasema search the scriptures. Baada ya hapa anasema for in them you think you have eternal life. Yeah? Tafuta nini kwenye maandiko? Kwa maana ndani yao mnafikiri mtapata nini? Kupata uzima. So hiyo ni amri. So what does that mean? Sasa sentensi hiyo mara ya kwanza, kauli ya Kristo search the scriptures ni command. Ila command hiyo hawaamrishi waende watafute maandiko. Anatoa kauli nao dhihirisha, amri hiyo nao itoa, tafuteni kwenye maandiko, kwa maana ndani yake mnadhani kuna uzima. Anatamka kauli hiyo ni kudhihirisha hali iliyopo halisi. Kwa maana nyingine tayari waliokuwa wanazungumzia walikuwa wanatafuta maandiko, walikuwa wanatafuta maandiko. Ila sasa swali ni hili: kwani maandiko hayana uzima?
Kwa maana anasema kwamba tafuteni kwenye maandiko, kwa maana ndani yake mnadhani mnapata uzima. Sasa kwani kwenye maandiko hamna uzima? Sasa Kristo huyo huyo kwenye kitabu cha Yohana, ukienda kwenye Yohana 6 pale, kitabu cha Yohana 6, huyo huyo Kristo huyo huyo na Yohana huyo huyo akiandika, anasema haya, nikisoma mstari wa 20 wa 64. Anasema hivi, lakini ngoja kidogo. Kitabu cha Yohana, samahani, Yohana 6:63 anasema hivi, roho ndiyo itiaya uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hivyo neno la Mungu lina uzima. Sasa anaposema ya kwamba tafuteni kwenye maandiko, kwa maana ndani yake mnadhani mna uzima. Anaposema mnadhani, kwa anamaanishaje? Kuna uzima, hamna uzima? Kwenye kauli hiyo ina uzima. Ni kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu wakati unapopokea neno bila roho wa Kristo kutenda kazi ndani ya moyo wako, lile neno litakuwa tu ni kioo na wala haitakusaidia. Itakudhihirishia tu hali ulio nayo. Kwa hiyo ndiposa unaweza tafsiri maandiko haya kwa njia mbili. Kwanza, neno unapolitafuta ndani ya Kristo lina nini? Lina uzima. Ila neno ukilitafuta nje ya Kristo halina uzima, itabaki tu kuwa kioo. Kwa sheria nje ya Kristo itakuwa tu kioo, ile sheria ndani ya Kristo itakuwa ni uzima. Sasa, kwa hiyo unapoangalia picha hiyo mpaka hapo, unapata ya kwamba lengo la kioo sio kumsaidia anayetoa kioo kujua jambo. Ni kwa sababu yeye anajua jambo, ndiyo maana anatenda kitendo kile. Naomba tuende kwenye mfano mwingine, mifano miwili. Baada ya hapo tuone tutafika wapi. Mfano wa kwanza, naomba tuanzie mtu ambaye anaitwa Sulemani. Ni hadithi ambayo tunaijua, stand up pale. Sulemani kwenye hekima yake akaletewa kesi. Kesi aliyoletewa ni kuhusu wanawake wawili waliokuwa wanavutania mtoto. Mtoto huyu aliyekuwa amebaki hai alikuwa na mwenzake ambaye alikuwa ameuawa na mamake usiku. Mamake alikuwa amelala kupindukia, nafikiri alifanya ukahaba akachoka. Basi alipoingia kwenye kitanda akaweza kusahau kwamba akana majukumu ya kuweza kulinda mtoto. Akamlalia mtoto wake akafa. Ila usiku katikati alipoamka akagundua ya kwamba ameshaua mtoto wake, akambadilisha yule mtoto wake, akamweka kwenye yule mtoto aliyekuwa hai. Yule aliyekuwa hai akamchukua akamweka katika sehemu ya mtoto wake alipokuwa analala. Asubuhi walipoamka wakaanza kuvutania mtoto. Mama, hata kama mtoto ni mgeni kabisa, mpya kabisa, fresh kwenye karatasi ya tumbo, wamezaliwa leo, lazima anajua mtoto wake, huyu ndio wangu, huyu sio wangu. Okay? Sasa walipovutana wakaenda kwenye Sulemani. Walipoenda kwenye Sulemani kwenye kesi, Sulemani akiangalia anashindwa kesi hii ataitatua namna gani. Ila kwenye hekima ya Mungu tunaambiwa ya kwamba akaitisha kisu, akatoa amri ya kwamba yule mtoto aliye hai akatwe vipande viwili. Lengo la kukata mtoto katika vipande viwili kwenye akili ya Sulemani haikuwa ya kwamba anataka atimize lile. Kwenye akili alitaka kutimiza kitu kimoja, ajue kwa hakika nani mtoto huyu ana belong to. Yaani mtoto huyu ana belong kwa nani? Mtoto huyu ni wa nani? Kwa hivyo Sulemani hakujua mama mtoto ni nani. Kwa hivyo anafanya kitendo au anatoa amri ya kitendo fulani ndiposa aweze kujua kati hawa wawili nani mama mtoto. Kwa kifupi, binadamu anapotumia lugha ya kioo anataka kujua kitu ambacho hakijui ndani ya mtu mwingine. Lakini Mungu yeye anapochukua kioo anaweka mbele ya mwanadamu, lengo lake sio kwamba ajue ama kioo kimsaidie kujua kitu ambacho hajui kwa mwanadamu.
anaweka pale ndiposa binadamu ajijue. Unaelewa? Mungu anaweka kioo mbele ya binadamu ndiposa binadamu ajijue na ajue Mungu anamjua. Sasa hapo ndiposa tutaweza kupata msaada wakati ambao tumekubali hali yetu na tumekubali kupokea msaada kwa yule ambaye anatujua na ambaye pia hatuhukumu. Hilo uzuri wa Kristo. Tunaambiwa kwamba kitabu cha Warumi 5 kwamba walio ndani ya Kristo hawahukumiwi. Sio kwa maana Mungu hahukumi, ni kwa maana unapopokea Roho wa Kristo anaondoa ile hisia za hukumu ndani ya mioyo, unakuwa salama mbele yake. Kwa hivyo Kristo anatufahamu. Na of course Kristo na Mungu wana nguvu zote. Ila ukifikiri ya kwamba Kristo na Mungu wako na nguvu zote na wanakujua mbele na nje, inaweza kutisha kama ufahamu tabia yao. Itakutisha kwa maana ya kwamba unaogopa huyu mtu anayenijua ambaye ako na nguvu kufanya anavyotaka, takuwa salama kwake. Kwa Kristo kuna usalama kwa maana yeye atumii nguvu kufanya kitu ambacho kinaenda kinyume na kanuni ya upendo. Baada ya hapo nafikiri tutaingia sasa kwenye kesi nyingine. Sasa hii kesi ndio itakuwa ya kutusaidia kuona jinsi ambavyo Kristo na Mungu wanavyotumia kioo. Ni kwenye kitabu, tutasoma kwenye kitabu cha Mathayo. Ila hadithi hii imenakiliwa kwenye vitabu viwili, kitabu cha Mathayo na kitabu cha Marko. Kwa maana mimi sihitaji details sana, nahitaji tu kudhihirisha jinsi ambavyo kioo inapofanya kazi pale. Kwenye kitabu cha nitakuwa rahisi, kwenye kitabu cha Matthew 15 kuanzia 21. Inasema Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema, "Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo." Wala yeye hakumjibu neno. Samahani. Kwa hivyo tumefika mpaka 23 tunasoma sasa. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, "Mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu." Walichoka kusikia sauti za huyo mwanamke. Akajibu, sasa ni Kristo akajibu akasema, Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Naye akaja akamsujudu yule mwanamke, akamsujudu Kristo akisema, "Bwana nisaidie." Akajibu Kristo akasema, "Si vema kukitoa chakula cha mtoto kuwatupia mbwa." Yule mwanamke akasema, "Ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana wao." Akapona binti yake saa ile. Sasa hapa tunapata kioo cha hatari. Na kioo hiki cha hatari, aliyewekewa kioo kile cha hatari, ijapokuwa hakukielewa, hakikuweza kumkatisha tamaa. Aliwaza kwamba hana lingine na hana msaada pengine isipokuwa kwa huyu tu ambaye amekaa kana kwamba amemuita mbwa. Kwa maana hivyo ndivyo alivyotafsiri mwenyewe. Na hata wanafunzi wenyewe walikuwa namjua kwamba ni nini? Ni mbwa. Ila haikumvunja moyo, kwa maana alikuwa anajua mahali ambapo anaposimama hapo ndio msaada wake ulipo. Hii inamaanisha kitu gani? Wakati mwingi maandiko yanapotumia lugha ya kioo, wakati mwingi binadamu ambaye hakuwa na juhudi, ambaye hakuwa na moyo wa kutafuta wa kweli, huwa anatafuta kisababu, amepata sababu ya kukata tamaa na kuacha safari aliyokuwa nayo. Kwani ni Wakristo wangapi ambao umewasikia wanasema Biblia inajipinga? Na wewe labda nawe nisikie umeshakana maandiko kabisa, umeshakana Ukristo kabisa. Kwa nini?
Sasa neno hili mnasoma hapa nasema kinyume, unasoma hapa unasoma kinyume, huku unasoma inasema vingine. Wewe ukishasoma hivyo, sasa mimi mambo ya kijinga. So yani hiyo sio kwamba hiyo ndio kesi hapo. Kulikuwa na mambo yaliyokuwa yanakufuata, kuna dhambi ambazo ulikuwa unazipenda. Kwa hivyo ukishapata sababu nzuri ya kuondoa maandiko, basi umeshapata nafasi nzuri. Kipengele cha msingi ni kwamba wakati mwingine kioo kinaweza katisha mtu tamaa, au lugha ya kioo inapotumika kwenye maandiko wakati mwingine huwa inakatisha mtu tamaa na kuweza kumwacha Kristo kama Kristo Mungu wa upendo. Hebu fikiri, huyu mwanamke angeweza kuondoka mbele ya Kristo akasema, yani wewe nakuja kwako ninaumia, binti yangu anaumia, alafu wewe unaniita umbwa, hata yenyewe huruma yenyewe hauna. Sasa na kwa manufaa ya huyu mwanamke, na kitu chenyewe ni hiki. Wanafunzi walipoangalia jinsi Kristo alivyompokea yule mwanamke, waliamini kwamba Kristo naye anaongozwa na utabaka kama uliokuwa kwenye mioyo yao. Sijui kama nafahamu tumia neno utabaka vizuri. Yaani walifikiri ya kwamba Kristo naye anapenda mipaka iliyowekwa, ni hivyo? Ubaguzi uliowekwa. Discrimination. Sinaona jamani. Anatupigia kelele hapa. Ndio maana wako na ujasiri baada ya hapo kumwambia, Bwana Kristo, muamuru waende. Anatupigia kelele. Swali. Mbona kama walikuwa wameshabadilishwa mioyo na tabia ya Kristo walioiona, hawakuenda kwa Kristo privately wakamwambia Kristo, mwanamke huyu msaidia, anaumia? Mbona hawakuenda wakafanya hivyo? Kwa maana haikuwa ndani ya mioyo yao. Kama kungekuwa na mmoja wao ambaye upendo wa Kristo ulikuwa umembadilisha, Yohana mpendwa, akina Petro kiherehere, kama mioyo ya Kristo ilikuwa imewabadilisha, mbona hawapo ile kiherehere kwenda kumwambia Kristo, jamani msikize, huyu mama anaumia, binti yake anateseka, Kristo msaidie? Mbona hawakufanya hivyo? Kwa maana mtu anavyotenda hawa yametoka wapi? Ndani. Kwa hivyo kioo kinachowekwa mbele yao ndiposa anaweka mbele yao wakione hali halisi. Yaani hapa kuna kitu fulani cha msingi pia. Kristo anatumia kioo kile kwa sababu anajua akiendea wanafunzi moja kwa moja akawaambie, sikiza niwaambie wanafunzi wangu 12, mna ubaguzi. Wangekubali? Tunajibu kwa maana Adam na Hawa walipokuwa wanauliza maswali walisemeje? Wao walipokea wakasema kama mama, baba tunaomba msamaha, nimekosa. Hamna. Walihisi kwamba ndio wawe salama inabidi waweze kurejesha lawama kwa mtu mwingine. Kwa hivyo binadamu tupo hivyo. Mungu akikuambia ulivyo moja kwa moja hautakubali. Kwa hivyo inabidi kwanza kwenye hekima yake akupe nafasi ya kudhihirisha. Yaani kama ule mtu ambaye umejua kabisa huyu mtoto anaibaka sukari. Ile ukimwambia anaiba sukari atakubali anaibaka sukari. So inabidi wewe utafute nafasi ya kumpata kwenye sukari. Kwamba sasa unaona sasa umekuwa ukikataa sukari ndio hii. Hapo anasema baba nisamee. Unaelewa? Ila kabla ya hapo asingekubali. Kwa hivyo Kristo anatumia mfumo huu, sio kwamba anawatega, anajua kwamba hiyo ndio hali yao. Kwani kinachomfanya mtu akakuwa mnajisi ni nini? Ni yale anayoyatoa ama ni yale yanayotoka? Yaani Kristo alisema hivi, kinachomnajisi mtu sio kile kitu anachokikula, ni kile kinachotoka ndani ya moyo. Kwa maana akasema ndani ya moyo kila kitu kinafanya tu gani? Mambo yote ya maisha yanatoka kule. Kwa maana nyingine, yale wanaoyatoa sio mtego waliowekewa ndiposa wakatoa. Wale mambo wanayoyatoa ni mambo yaliyokuwa ndani, sasa wamepata nafasi ya kudhihirisha. Kwa hiyo inamaanisha vipi? Kristo hatumii kioo kumtega mwanadamu afanye kitu ambacho hakukusudia kukitenda. Kristo anatumia kioo ndiposa ampe binadamu nafasi ya kudhihirisha yale yaliyo ndani. Akishadhihirisha yaliyo ndani, aweze kupokea msaada. Kwa hivyo Kristo alijua wanafunzi wake wameathirika na upaguzi na mipaka ambayo Wayahudi walikuwa wamejiwekea. Ndio awasaidie, akapokea yule mwanamke jinsi ambavyo Wayahudi wangempokea.
ila kwa kweli huyu mwanamke alikuwa ni kati ya kundi la Israeli iliyopotea aliyekuja kutafuta. Hebu sikiza. Akasema ya kwamba sio vema kutupa chakula cha watoto watupie nini? Mbwa. Sasa hapo yule mwanamke yeye alienda moja kwa moja akasema ya kwamba mimi kwa kweli ni sawa, ni nini? Ni mbwa. Kumaanisha hata yeye mwenyewe hakuelewa kinachofanyika. Ila kuna kipengele cha msingi pale. Kwa nini yule mwanamke moja kwa moja alikubali? Ni kwa sababu kwenye karne hiyo Wayahudi walikuwa wanaita watu mataifa ni mbwa. Si hata leo wewe wale watu ambao kwa kule nje ambao hawajaokoka ni mbwa mwitu na waitaga. Hawaiti mbwa mwitu. Sasa wakiingia kanisani ni mbwa na waitaga ama ni nini wanakuwa. Kwa hivyo ni lugha tunaoijua ya kwamba mtu asiye wa imani ni nini? Wale mnaonisikiza kwenye mitandao kule ama natumia lugha ambayo sasa naanza kusema kwamba tupokee kila mtu. Hamna, sio point yangu. Point yangu ni kwamba lugha ya kuita watu wengine mbwa hata kanisani leo ipo. Bwana, kueni macho na mbwa mwitu. Kristo mwenyewe alitumia lugha hiyo. Kwa nini? Hiyo ndio lugha iliyokuwepo. Mtu asiye wa imani huwa alikuwa anaitwa mbwa. Kwa hivyo huyu mwanamke alijua ya kwamba katika karne hii yetu, alikuwa katika karne aliyokuwa anaishi, alikuwa anajua kwamba watu wa mataifa walikuwa ni mbwa kwa Israeli. Ila akasema ni sawa, mimi nachukua nafasi yangu ya mbwa, ila angalau hata mbwa mwenyewe ana haki ya nini? Ya makombo. Kumaanisha akaonyesha alikuwa na imani, sikizeni vizuri, hata kuliko waliokuwa mbele yake. Ndiposa Kristo akageuka akasema kwamba mama, sijawahi ona nini? Imani kubwa kama hiyo. By the way, ukisoma kwa wale ambao watakuwa ni Waadventista, kwa maana tunashukuru kwamba Bwana amewapatia nafasi watu wengi kufuatilia mafunzo haya. Hata wale ambao sio wenye uelewa wa Kiadventista unaweza sema. Kwa wale ambao ni Waadventista, ukisoma kwenye kitabu cha Ellen White kinachoitwa Desire of Ages, anasema ya kwamba Kristo ijapokuwa alikuwa amempokea yule mwanamke kama vile wanafunzi wangempokea, ndani ya moyo wake alikuwa anaumwa na huruma, kamba za huruma zinamvuta. Ila alifanya hivyo ndiposa awaokoe wanafunzi, lakini pia ndiposa huyu mwanamke pia naye aamue ya kwamba anamtafuta Kristo kwa maana ameamua, au kwa maana kwa kweli anakuja tu kujaribu tu kama watu wengine. Sasa mimi nilipata tutumie sentence kusema hivi. Mahali kioo kinapotumika, mtu ambaye kwenye moyo wake kwa kweli si mtu wa dini kinaweza mkwaza. Kuna watu wengi ambao wamesoma hadithi kwenye maandiko hapa hawazielewi. Mimi yani hii sielewi kabisa hii nao sasa mimi sielewi. Ila hajatupa Biblia na hajamtupa Mungu bado. Anaendelea kushikilia, ila hakuna vitu hapo kimfungulia anakuambia mimi sijuagi. Hata mimi sijuagi. Na kama kuna mzee mmoja alisema ya kwamba alikuwa anauliza maswali magumu na mtu ambaye ni mkafiri, lakini hana jibu. Lakini hawezi tupa Mungu wake. Unaelewa? Ana maelezo mazuri ya kumsemea, lakini hawezi kusema kwamba mimi sina habari naye. Sasa, unajua kwa mfano kwenye maandiko kuna wakati ambapo Mungu alikuwa anaambia wana wa Israeli wanachukua maji alafu anaweka jivu, alafu jivu mwanamke ambaye ameenda nje ya ndoa anakunywa, alafu ile jivu inatoa mimba. Unajua kuna kesi kama zile pale. Of course hiyo ni kuua. Unaelewa? Kuna vitu vingi kwenye maandiko ukivisikiza. Kwa mfano kuna nyingine kitabu cha Kumbukumbu la Torati ambayo inasema ya kwamba anaambia wana wa Israeli wa kimwili ya kwamba mnapoenda kwenye vita mkiona mwanamke mzuri ambaye amewafurahisha, basi mkitaka kulala na yeye mchukueni msimuue, mchukueni auje kwenu. Alafu mpe siku kadhaa aweze kuomboleza familia yake. Alafu baada ya zile siku za kuomboleza zimepita, ingia kwake, mlazimisha kata nywele, kata kucha. Basi lala naye mfanye mke wako. Kishaona kama umetosheka na yeye amekuchosha, basi mwandikie talaka kumwambia aende zake. Akikataa basi usimfukuze. Sasa ile vitu kweli jamani ukizisoma unashika God. Unamaanisha? Yeye kwenye maandiko hapo. Yako mambo mengi msikilizaji wetu tunapoendelea kushiriki pamoja. Yako mambo mengi kwenye Biblia
usipotumia kanuni hii ya kioo ambayo imefafanuliwa hapa, ni vigumu kuelewana nayo, kuchukuana nayo ni ngumu sana. Na nafikiri miongoni mwa kipengele ambacho kinasababisha watu wengi wanaiona Biblia, unaposikia lugha zinasema kwamba Biblia inajipinga, inapingana yenyewe kwa yenyewe. Na makafiri wengi pale wanapatia ufa wa kukosoa Biblia ni katika mahala ambapo mara nyingi kioo kimetumika. Kwa mfano, Mungu anasema kwamba hakuna mwanadamu aliyewahi kumshauri. Na kwamba yeye kwake Mungu hakuna ushauri ambao unaweza ukatoa kwa Mungu ukamshauri akabadilisha mawazo. Kwamba Mungu sasa hii tufanye hivi, lakini nikana kwamba ukisoma Biblia wakati fulani Musa na Mungu Musa amewahi kumshauri Mungu. Mungu anataka kwenda kuangamiza wana wa Israeli, na inaonekana alikuwa amekasirika sana, akasema hasira yangu kali mimi naona niache. Naona mpaka Mungu anasema niache mimi ni kama vijana ambao walikuwa wanafanya mieleka, niache mpaka anatoa shati. Lugha ile inapotumika unaona kabisa kama utamtafsiri Mungu katika moja, kwenye hasira ya kibinadamu, mbili ukachukua kwamba yale maneno yanawakilisha ni kweli ndiye anawakilisha nia yake yeye mwenyewe. Unaona tu Musa alimshauri Mungu kabisa. Unaona, na akawa mwenye huruma kuliko Mungu. Akamwambia sasa Mungu alikuwa anaona mbali zaidi. Anaona nyuma na anaona mbele. Anamwambia sikiliza, unakumbuka wewe ulipowatoa hawa watu katika Misri? Naam. Kwa nguvu nyingi, umeelewa? Mpaka mataifa yote huko wameshaelewa. Unaona? Sasa ukiwaua hapa Waisraeli watakuja kusema wa Misri kwamba Mungu wao mwenyewe aliwachukua, kumbe nia yake alikuwa anataka aenda kawaue wapi? Kule jangwani. Hiyo moja. Lakini watu wa mataifa walioko huku ng'ambo wameshasikia habari kwamba wewe unapeleka wana wa Israeli kule. Kama utaweza kuwafikisha, watatafsiri tu kwamba uliogopa kuwaingiza wana wa Israeli, kuwapatia nchi, ulishindwa jinsi ya kuwapatia ile nchi ya Kanaani. Hiyo 2, 3, kumbuka umetoa ahadi kwa Ibrahimu, kwa Isaka, kwa Yakobo kwamba uzao wao utawapatia hii nchi. Sasa usipotimiza hayo kawaua hapa, utaonekana muongo. Unaona? Zile hoja ni nzito. Ambazo Mungu sio rahisi kuchomoka pale. Kwa hiyo kimsingi Mungu unaona kabisa anakubaliana na leo na zile hoja, anashindwa kupinga. Akasema basi sawa. Naona. Kwa hiyo usipotumia kanuni ya kioo utaona kwamba tatizo lile lilikuwa ndani ya nani? Ni expression hiyo ya moyo wa Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu anapopeana amri, lazima tufike pahali tuchunguze, ni amri yake inayowakilishwa pale au ni kioo cha kuwakilisha mawazo ya wanadamu. Mpaka pale nafikiri kanuni ya kioo naomba tuifungie pale. Okay, mpenzi msikilizaji wetu, mpaka hapo nafikiri kuna kitu utakuwa umejifunza. Yako mambo mengi ambayo yanafanya wasomaji wengi wa Biblia waone Biblia kama ni kitabu kinachojipinga chenyewe. Na hii imewapa fursa watu wengi ya kwenda mbali kabisa na Mungu. Kwa kuona kwamba Mungu ni kigeugeu, lakini yeye amekataa sio kigeugeu. Hivyo basi, iko kanuni za kusoma Biblia ambayo mara nyingi sisi hatujaziweka katika utekelezaji. Na matokeo yake ndipo tunapokutana na kauli zilizo kinyume moja dhidi ya nyingine. Na wakati mwingine ni usomaji, tunasoma vifungu vichache bila kuenda na habari nzima kamilifu, tukaifuatilia mpaka mwisho wake. Au tukayakusanya mafungu yote yanayoonekana kugongana au kuongea habari moja, tukayaweka pamoja, then kila moja tuweze kulipatia mahala gani, mahala wapi linasimama ikiwa limejitosheleza. Lakini mpaka hapa ninaamini kuna kitu utakuwa umepokea, na nizidi kukushukuru kwa uwepo wako mpaka dakika hii. Nami hapa na ndugu yetu hatuna la ziada isipokuwa tukutane katika somo lingine lililo mbele yetu. Bwana akubariki. Amen.